hawezi kuweka mbegu kwa mwanamke. Hiyo ni tofauti ambayo haiwezi kubadilika. Kwa ni jinsi yangu mimi ni me, jinsi yako wewe ni ke. Kwa hiyo kwa jinsi yako wewe ndio maana ni mwanamke, kwa jinsi yangu ndio maana mimi leo ni mwanaume. Ni jinsi inayokutafsiri wewe ni nani. Tuko pamoja? Inakuja sasa jinsia. Ndio watu wanasema akiondoka mwanamke kwenye hii dunia, wanaume tutachanganyikiwa. Kwa sababu tafsiri ya jinsia ni mahusiano kati ya mwanamke na mwanaume. Na ilitokea kwenye shule za boarding, wanawake wa Ifakara hawaoni wakaanza kuimba. Wakati madaktari wamekuwa vichaa, hakuna lolote. Walipoenda kucheza muziki, disco la mchana, nyimbo zote zikaisha. Kwa sababu ni mahusiano ya ambayo ni ya nature, ni ya asili. Ukimuondoa mmoja wapo sionekane duniani, mwenzake atakuwa kichaa. Hello? Yes. Hello? Yes. Kwa hiyo hivi vitu viwili, jinsi na jinsia, havikwepani, vinategemeana. Yaani yale mahusiano yale, tukibaki ni madume tu, ndio watu tumesema tutakuwa mashoga. Tutaanza kujiuza wanaume. Kwa sababu si hayupo mahusiano, yeye kazi yake ni kupokea mbegu, si ndio? Sasa wakuzipokea hayupo, utazipeleka wapi? Hello? Kwa hiyo ndio ile unasikia, yani kwenye michezo unakuta walimu wasipojiongeza wakakutanisha wakafanya nini, unasikia watu wanaimba tu huko, biology hazipandi, sijui, kumbe kuna mtu tu hajamuona tu, na kimuona ni tiba tayari, ndio nature inavyo determine. Na ni tiba hii. Wewe uliza tu, itokea Ifakara sekondari miaka hiyo, wale watoto wale wachanganyikiwa, wale watoto. Tunasema wadada, ndio maana tunasema wadada wa kazi wasifungiwe tu magetini. Ndio maana kazi hazifanyiki. Mpewe hofu, mpite huko barabarani muwaoneone tu. Mahusiano. Wasikia? Tafsiri ya jinsia ni mahusi. Wadada wewe. Hofu oye. Mabosi wanasikia. Mahusiano, mawasiliano, ushirikiano ndio mahusiano ya kijinsia. Kwa hiyo kitendo cha kutokuwepo mmoja wapo itakuwa ni shida kwa upande wa pili. Kwa hiyo alisema kaka, je, upande wa pili usipokuwepo, wanaume tusipokuwepo, itokea Ifakara huko, ilitokea tu waonekane wa jamaa, ikawa ni shida. Sawa? Ndio maana disco zikatafutwa, bugi zikatafutwa. Yaani bugi ni disco za mchana, hazina madhara, lakini unamuona Johnny, lakini unamuona Ana, maisha yanafanyaje? Yanaenda. Kwa hiyo tunasema ni mahusiano tu, lakini lazima yawepo. Sasa mahusiano yale yalikuja yakaleta vitu sasa vya vikimila, vya kitamaduni, ndio ikacreate majukumu ya mwanamke, majukumu ya mwanaume. Kwamba mwanaume kazi yake kulipa ada. Nani kasema? Maka nimesikia huku kina mama mnasema wenyewe. Unajua kuna mambo ni ya baba. Yako wapi? Kumbe amlipi ada Mabosi amlipi ada Yale mazito ya nani? Ya baba. Lakini vitungu mama. Sijui videkio mama. Nani kasema? Ndio shida inapokuja. Lakini sisi kama serikali huko nitakuja kusema mwishoni. Kuna vitu tayari tumeshaviona vinafanywa kazi. Hello? Yes. Si nimewaboa? Umewapiga kwenye mshono au? Asante sana. Hapa wataanza kusema sasa kwa ni haki yao kwenda kuwaona bodaboda au? Sasa huku nimesema kwenye jamani, kwenye nini ya mwaka huu? Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wanawake duniani. Sawa? Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wanawake mnaijua, silikuwa siku yenu. Mimi mwanaume, ngoja nifunike. Mnaijua kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani? Sidhani kama wanaijua. Na siku ile niliwaambia tarehe 8 mna jambo lenu Arusha. Wale mliokuepo, mnakumbuka? Niwaambia mna jambo lenu? Arusha. Nikasema
TV siku hiyo usiweke sinema zetu. Niwapiga hapa kama mnakumbuka. Tuweke TBC basi kwa mara ya kwanza. Tumuone Samia. Muone rais wetu. Tunakumbuka? Kauli mbiu ilikuwa ni nini? Ilikuwa sikukuu ya wanawake. Ilikuwa na kauli mbiu. Wadada Center, kuza familia. unaona mambo yanapokuwa hapo ndo tunapofeli hapo. Kufuatilia vitu vinavyotuhusu ni shida. Vinavyowahusu. Nyie mna Sawa, na nini wakumbusha siku ile? Tarehe 8 itakuwa siku ya wanawake duniani. Tukumbuke kufuatilia. Wewe unapika, unaosha vyombo, unasikiliza wanaselebuka. Si ndio? Sasa kauli mbiu ilikuwa nasema hivi. Sikizeni kwa makini sasa. Kauli ndio maana inahusika. Wanawake na wasichana. Si ndio wasichana eh? Ndio. 2025 tukasema tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Yaani nakuja kabisa maneno ya Joyce mlisikia ya mkurugenzi sasa zile. Hawataki msichana leo awe ni kesho awe omba. Si ndio? Hii ni kazi, ni mahali pa kuanzia. Yaani unapewa pa kuanzia. Entry point. Umeanza una kazi. Mshahara 200,000. Si ndio? Mshahara 100,000. Mshahara 600,000. Nimesikia mpaka milioni. Yaani unajua degree, mtu na degree hanziwa mshahara. Sijui kama mnajua Tanzania. Na degree yake kichwani amesota, wametukana maprofesa, milioni haifiki. Leo kupitia Wadada Center ametangaza mshahara wa 600,000, si ndio? Atapanda mpaka milioni 1. Maana yake ni nini? Kwa kauli mbiu hii, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Inabeba alikuwa anazungumza mkurugenzi hapa. Sasa amesema bodaboda, wakati vile boda, jamani, kwenye haki kuna swala la kuamua. Ukiamua bodaboda unapata halo. Yes. Ukiamua kujilegeza unapata mbeba mizigo, au sio? Halo. Yes. Sio ulikuwa umefungiwa ndani, sasa umetoka. Unatoka tu nje pap, mbeba mizigo. Pap, muuza bangi, si ndio? Ndio unakuta nayo, sio ulikuwa umefungiwa. Kwa hiyo unaamua wewe. Unaamua wewe. Yaani wewe ndio mwenye kufanya choice, kufanya maamuzi. Mimi nasema nataka engineer. Sawa? Si unajua kupika, si unajua kutengeneza nyumba yako, si unajua kila kitu. Tulisema jamani, haya mafunzo msiyachukulie poa. Haya mafunzo yanamtoa mama bora. Sawa? Haya mafunzo yanamtoa mke bora. Haya mafunzo. Sasa kama wewe ni bora, hivi bora anataka kuchezea? Eti dada. Yaani bora anakuchezea? Unamjibu kabisa, wewe sio size yangu. Au sio? Ila sasa sitaki nataka zinakuwa nyingi. Sitaki nataka. Wewe sio size yangu afu unajisogeza. Mimi sio size yangu. Hivi unategemea nini? Mimi sio size yangu afu unasogea. Akina dada mna mambo nyie. Kwa hiyo kaka mkurugenzi mwenza wa Joyce, hatuwaambii wakakutane na bodaboda. Hatuwaambii wakutane na mbeba mizigo. Hatuwaambii wakutane na mtu aeleweki. Yaani nguzo ya familia unadanganywa. Nguzo ya nini? Sasa ni nguzo hapo. Utakuwa mpaka vitunguu utakuwa unatoa, mpaka nyanya. Mume wangu si vipo tu anatoa tu. Si una msimamo. Kwa kauli mbiu hii ilikuwa inatutaka wanawake na wasichana tusimame imara. Kama mlimsikiliza mama, alikuwa ni waziri mkuu kule Arusha. Tusimame imara. Na bahati njema wanawake, wakia mambo yalianza mwaka 1995. Mimi nilikuwepo. 95 nilikuwa nishamaliza form 6 kule Beijing. Kuna mama anaitwa mama Mongera. Mama Margaret Mongera ni bibi sasa. Bibi mtu mzima. Ndio alianza haya mambo, kwa maana sio kwa maana ya Tanzania, aituwakilisha kule kwenye mkutano wa Beijing. Ni siku nyingi kidogo. Sasa baada ya pale kukawa na mambo 15 kwenye malengo
Beijing platform, malengo hayo ya Beijing, na ndani yake kulikuwa na masuala ya usawa. Haya mambo ya usawa, lakini masuala ya mila na desturi, masuala ya kumkandamiza mwanamke ndio yalianzia 1990 na ngapi? Na 5. Wengi hata mama zenu walikuwa hawajaolewa, si ndio? Lakini umeyasikia sasa, ya mambo haya. Tunapoona tunaongea kwenye majukwaa, kina Joyce wanasimama, huko nyuma ilikuwa haiwezekani. Huko nyuma unaanzia wapi? Uliambiwa usile mayai, uliambiwa usile steki, usile samaki, usile sio nini. Mambo yenye akili yote tunaambiwa utakuwa na akili. Hello. Tunaelewana yale watu wazuri Yale mambo ndio yanafanya ubongo ukue sawa sawa. Najua tulishaimba huko nyuma huko. Mila na desturi zilituletea shida. Kwa hiyo tunataka wanawake na wasichana washiriki katika mambo yanayowahusu. Shiriki, ujengewe uwezo, ujiamini, umweleze mtu wewe si wa kuniita. Unamwambia wewe si unakuniita, unafurahia. Yes, nakusoma hapa kwenye uso. Unajua uso unazungumza Ndio maana anasema sitaki nataka. Yaani unaambia lakini yani kabisa ile sauti ya unasema si wa kuniita, lakini sauti yako sasa ni ya kumuita. Ndio faida ya mafunzo haya, mnaambiwa vitu vya ukweli. Huwa naambia siku zote, haya mambo wewe chukua kama yalivyo. Huyu kajimzana anasema, chukua kama wewe kachuje tu mwenyewe. Sasa mimi nimefungiwa mwezi mzima, ningefanyaje? Ungefanyaje? Unakutana na kichaa unampa tu. Eti ningefanyaje? Ungefanyaje? You have to make choice. Ndio tunasema lazima ufanye, uchague basi, chambua kama karanga, chambua. Huyu hapana, huyu mimi mwenyewe napata 500. Hivyo napata shilingi ngapi huyu? Anakuwa mzigo, tegemezi. Tumesema kichwa cha familia nani? Sisi tumesema wenyewe, umesema maneno yangu. Nilikuwa nasikiza kweli kweli. Kichwa cha familia nani? Sasa unapata mtu anapata 50,000 kwa mwezi. Wewe una 300,000. Atamtegemea mwenzake nani? Sasa mimi Joyce alikuwa anifungia na geti yake, nilikuwa sitoki nje. Ningefanyaje? Ungeomba Mungu, si ndio tumesema huko, na Mungu amesema sana huko. Kwa hiyo nasema haya mambo yameanza kwa Tanzania. Yalianza muda mrefu, lakini hasa 1995 walianza kusimama. Wakaanza kukimbizana na huu usawa, na leo hii tunaona kila kinachozungumzwa mwanamke yupo. Ili wapate kushiriki, lakini wapewe fursa. Mpewe fursa. Sasa hivi tuna benki, kuna benki mpaka ya wanawake, si ndio? Na watu wamesikia huko wanasema kina mama ni kila kitu. Wana benki, wana vikoba, wana sakosi, wana nini? Kaka, sisi tuna nini? Mifuko imetoboka. Tuko pamoja Kwa ni kweli kabisa kuna vitu ambavyo mkikamilika, yani wewe na mke wako, mimi na mke wangu, tumeshakamilika. Yani inabidi tu mama umsikilize, kwa sababu ni wanajua kubana. Mnajua kubana. Last week kama mnakumbuka ile iliyopita, yule mama alisema nilishangaa niliacha 20,000, sio 10,000, amekuta na 5,000. Hakuelewa. 5,000 na change imebaki. Mlikuwa mnakula vibaya, akasema mama wala. Ulifanya fanyaje? Kwa hiyo mnaweza. Ndio maana kama hampo, nyumba inayumba kweli kweli. Mambo hayaendi. Duka lifunguliwi, saloni haifunguliwi, kazini tunapewa onyo, unaandikiwa hiki, umtoro kazini, mambo hayaendi. Lakini jambo la tatu kwenye swala hili ni usawa. Swala usawa. Wale ambao tunajua huko ndani kuna watu watajielimisha baadaye. Simweka akiba Wale ambao walikuwa form 6 waende vyuo. Nakumbuka na system kuna mtu atakwenda chuo cha ustawi wa jamii. Maana yake ukisha kwenda shule ukasoma, utakuwa na fursa sawa na mwanaume kama wewe mwenyewe msichana. Kwa haya mambo yanataka kuwe na usawa. Tuwe na fursa ya kushiriki katika shughuli za uchumi, shughuli za kisiasa, shughuli za kijamii na shughuli za kielimu. Fursa iwe sawa ya kushiriki. Lakini usawa kwenye kazi, usawa katika uongozi, mgawanyo wa majukumu na umiliki wa rasilimali.
Huko nyuma tulikuwa na sheria inasema kabisa mwanamke hawezi kumiliki ardhi. Huko nyuma.